Napenda pia kuchukua nafasi hii kuwakaribisha wote kwenye warsha hii muhimu yenye nia ya kuweka mkakati kuhusu export ya mazao, lakini hususa ili zao jipya la avocado, parachichi. Kwa taarifa ambazo ninazo za hapa karibuni nikizungumza hasa na watu wa TAHA, wanasema kwamba zao hili kwa sasa litaenda kuingizia nchi fedha nyingi sana, na kilimo cha avocado nafikiri tukipeleka vizuri kitakuwa ni mojawapo ya simbo kubwa kwenye mamlaka yetu hii mpya ya TPHPA, mamlaka ya afya ya mimea. Nampongeza sana bwana Mshobozi kwa initiative hii. Naomba tumpigie makofi mengi sana. Mtafahamu kwamba serikali inafahamu umuhimu wa zao hili kama nilivyosema, na zaidi sana ustawi wa wakulima katika nchi hii. Kama mnavyojua, kilimo kinaajiri zaidi ya 75% ya Watanzania, na ni kupitia initiative kama hizi ndio tutaweza kwenda kweli ku create ajira kwa vijana wetu. Mnajua kwamba ajira imekuwa ni kilio kikubwa sana kwa vijana, na watu wengi wanajiuliza ni nini tunaweza tukafanya tukatoka. Hasa hivi ndio vitu vya kufanya sasa, kama tukianzisha vilimo kama vya avocado, lakini vya mboga na tuna apex yetu kubwa sana ya TAHA, vijana wengi watajiajiri. Kwa hapa Arusha mimi sina wasiwasi, kwa sababu ukitembelea maeneo mengi ya Arusha, ukienda kama sehemu za Garananyuki, utakuta vijana saizi wako shambani. Hii nyingine tulikuwa tuwafanya, unakuta watu wanauza maliboro mjini na nini, tunajidanganya. Huwezi kutoka kwa kuuza sanamu za Mchina au makufuli na vitasa, kama vijana wanatembea navyo siku nzima. Hivi mlango unahitaji kuwa na kufuli kapi kwa wakati mmoja? Kwa sababu kishanunua once umenunua. Lakini chakula watu wanahitaji kula kila siku. Mtakumbuka pia, kwa sababu serikali imeona umuhimu wa kuwa na kilimo kama hivi vya kisasa, ndio tumeundiwa sheria mpya. Taona kwamba sasa tumekuja na sheria namba 4 ya mwaka 2020 ambayo inaitwa sheria ya afya ya mimea, na kutokana na sheria hii tumeunda mamlaka mpya inayojulikana kama mamlaka ya afya ya mimea na viuatilifu. In English tunasema Tanzania Plant Health and Pesticide Authority. Mamlaka hii ndio itakuwa na uwezo na imekasimiwa mamlaka ya kusimamia kilimo, hasa hiki cha export za mazao haya mapya, pamoja of course na yale ya zamani. Hivi karibuni tunashukuru sana kazi kubwa iliyofanywa na shirika la chakula ulimwenguni, yani FAO, kutufungulia masoko. Kwa taarifa nilizonazo kupitia kwa bwana Katemani, tumeshapata soko la avocado na hizi parachichi kwa South Africa. Lakini sasa kupitia workshop hii tunaenda kufungua sasa lango lingine. Tufaidika sana kwa sababu wenzetu, bahati nzuri sisi tunaishi tropics. Unajua ukiwa kama unakaa Tanzania huwezi kuelewa hii issue. Mimi bahati nzuri katika kusoma kwangu, wakati nafanya PhD nilisoma kule Marekani. Utakuta wakati wa winter, ndugu zangu, temperature inakuwa -41. Kila sehemu inaganda. Huwezi kuona zao. Sasa huko ndio pa kupeleka. Ukienda zile wanaita zile international malls, unakuta avocado imetoka Southern America, imeletwa na meli. Ina miezi 3. Sasa sisi tukiweza kufungua masoko yetu, na sasa hivi tunayo ndege, na tunamshukuru sana Mama Samia kwa kutunulia ndege special sasa ya kuferi hizi product zetu. Si ndio bwana FAO? Tutakuwa tuna hiti soko, yani ndege inatoka Arusha inaenda London siku hiyo. Tafika avocado zetu ziko fresh. Wananiambia wanataka ziende paka na kile kikonyo. Si ndio watu wataha? Kwa hiyo kwa kufungua soko hili tutakuwa kwa kweli tumetimiza wajibu mkubwa sana wa mamlaka. Kwa maana sasa, kwa nini tunakuwa na mamlaka ya afya ya mimea? Kazi yake, jukumu lake mojawapo kubwa ni kuhakikisha tunafungua masoko na kucomply sasa na zile sheria za kimataifa. Na nitahakikisha baada hapo bwana Katemani hatutapata notification yoyote
tuna wataalamu, tunao vijana wetu wazuri kabisa wa mamlaka, kila Dr. Ngowi, Sheila na Katimani, lakini dada yangu Dora na wengine hata wale waliostaafu tabidi tutawaita ili tukague mizigo sawa sawa ikiondoka. Na tunaenda kufanya pest risk analysis. Tutakuwa na listi ya wadudu wote wanaotakiwa na wasiotakiwa. Halafu tutaweka sheria na taratibu na wakaguzi. Bahati nzuri naona pia kwenye airports tulikuwa nao wakaguzi, lakini sasa miongozo nafikiri ilikuwa haijakaa vizuri sana. Kwa hiyo ni kupitia washa hii tunaenda kuweka mambo yetu sawa. Hivyo basi ningependa kuwashukuru sana maafisa wa mamlaka ya afya ya mimea na viuatilifu kwa juhudi kubwa ya kufanikisha kwanza workshop hii, lakini kuanza kufanikisha kuwa na avenue kwa ajili ya kilimo hiki. Pia ningependa kuishukuru FAO kwa mchango wake wa kitaalamu na kwa uwezeshaji. Kwa taarifa nilizoambiwa hapa ni kwamba FAO kupitia maafisa bwana Mshobozi na wenzake wameweza kuandika project kubwa ambayo ina thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 28. Hebu tuwapigie makofi mengi sana. Basi kupitia mradi huu ndugu zangu ndio tutaweza kwenda sasa kuwezesha maabara zetu. Kwa sasa hivi maabara za mamlaka zipo, tumeshazi retool kiasi fulani, lakini cha msingi pia ni wajulishe kupitia workshop hii kwamba tumeshapata accreditation. Tumepata accreditation, hilo ni swala kubwa mno. Na ili tugharimu nguvu nyingi na muda na resources. Bwana Mshobozi ni shahidi. Alifika. Sasa kupitia project hii ndio tunaenda kuwezesha zile maabara. We are going to really build a capacity in terms of human resource, but in terms of tools, in terms of equipment, in terms of chemicals, hili sasa tuweze kukubalika kimataifa kabisa. Kwa hiyo kupitia mradi huu tutaenda kurekebisha hizo maabara na mifumo kwa maana ya systems. Unapoingia kwenye mambo ya export sio swala dogo. Mizigo inapofika kule wana trace, kuna kitu wanaita traceability. Kwa hiyo ni mambo ya mfumo. Tujue kabisa huu mzigo, kuna bwana mmoja ametoka mikoa ya kusini, hebu anyoshe mkono. Njombe huyo anasema huyo bwana. Sasa tukitaka kujua kwamba hizo avocado zimetoka kwa nani, kwa mkulima gani, sio swala kuandika kwenye makaratasi. Ni masuala ya kwenda kidijitali. Kwa hiyo tutajua ni nani, tuchoma kwenye shamba gani, tutapima kuanzia maji, udongo, na yalifungwaje, yamefanywa treatment gani, yanaondoka. Kwa hiyo tunashukuru FAO pia kwamba wanaenda kubuild capacity kwenye eneo hilo. Lakini zaidi pia nafikiri kupitia workshop hii pia wataweka mifumo mizuri ya kuweza sasa kufanya maandalizi ya kujua magonjwa na wadudu wote ambao wana affect ili zao la parachichi la avocado. Lakini tusiishie kwenye avocado tu. Tuanze kuangalia na mazao mengine sasa. Tutataka kuexport mapassion, tutataka kuexport mboga mboga, lakini tumekuwa tukiexport pia maua. Unajua kwa watu huko kaskazini wanaelewa maua yanalimwa na uzwa. Na ukienda kwa mtu wa Dodoma anashangaa, hivi maua yana anaweza kuona yale upande pembeni ya nyumba. Huku maua kwetu ni kilimo. Basi baada ya kusema hayo machache, nisingetaka nichukue muda wenu mwingi, ningeomba sasa nitangaze rasmi kwamba washa hii ambayo inaenda kuweka misingi bora kabisa ya export ya avocado na kuweka mifumo maalum ya namna ya kufanya hiyo shughuli kwenye mamlaka imefunguliwa rasmi. Asanteni sana. Kila nchi inakubali kwamba inatakiwa ifanye jitihada za kuhakikisha inaposafirisha mazao yake kupeleka kwenye nchi ya mwenzie hampelekei wadudu na magonjwa. Sawa? Na kwa kufanya hivyo, ili kuzuia nchi kufungiana masoko bila sababu za msingi, zikawa zimewekwa taratibu za kitaalamu, technical, za kuhakikisha kwamba biashara inaendelea, na endapo kunapokuwa kuna tatizo basi kuna mbinu zinaweza zikafuatwa za kitaalamu, za kisayansi, ili kuweza kulitatua lile tatizo na soko hatimaye kufanyaje, kufunguliwa. Kwa ndugu zangu, kufungua masoko
tuna implement standards, international standards of phytosanitary measures, zinaitwa ISPMs. Sawa? Kufungua masoko sio siasa. It's not politics, but it's implementation of phytosanitary measures. Na sisi kama nchi imefika hatua sasa kwamba ni lazima tutumie elimu iliyopo nchini, tutumie uwezo wa wanasayansi iliyopo nchini, tutumie teknolojia ambazo zingine tayari zipo na zitakazo kutokea hapo baadaye, ili tuweze kuweka mifumo thabiti ya kuweza kuzuia visumbufu vya mimea mashambani, ili tuweze kuaminika na nchi za kimataifa wanapopokea mazao yetu huko, wasio na wasiwasi, wajue kabisa kule wale watu wameendelea na kuna mifumo sahihi ya kuzuia nini, maambukizi na contamination kwenye consignments. Hivyo basi itasababisha kule hata wakikagua yale mazao hawatakuta kitu chochote, and we will be able to export. Sasa tumekuwa na nanili, watu wa Umoja wa Ulaya walifanya audit ya mifumo yetu na wakawa wametoa report ambayo ilikuwa ina viashiria kwamba kuna gaps kidogo kwenye mfumo. Wametoa report ndefu, wakayaudit na ile directorate yao wanaita DJ Sante. Walipofanya vile, sisi tukachukua initiative ya kudevelop mradi, a project. Na kwa kuwa projects zinahitaji funding, tukawafuata wao. Hawezi kusema kwamba sio kweli, sika audit mwenyewe. Kanaweka report yake, afunaweka nani program pembeni, unaomba hela. So we managed to get 10.6 million euros, ambao ni kama alivyosema mkuu bilioni 28, ambao tutatumia hizi fedha kuweka mifumo yetu sawa sawa. Maabara moja ishakuwa accredited. Jamani, accreditation sio kitu kidogo. Kwanza kwa hili naomba tumpigie makofi mkurugenzi. Kama ilivyo shughuli kufungua masoko, hivyo accreditation ni shughuli. Ni shughuli kwa sababu inahitaji sayansi, inahitaji watu wenye uwezo mkubwa kuandaa huo mpango na kutekeleza, na pia inahitaji nini? Fedha. Kwa hiyo nashukuru kwa hilo. Tuna sera ndani ya FAO inaitwa One Country One Crop, OCOC. Kwamba tunagundua ukitumia resources ukazispread, kujaribu kupata matokeo mengi, upate hata moja, kila kimoja unakuwa umefanya nusu nusu. Kwa hiyo tulipoamua kwamba tuanze na hili zao la avocado, we decided to focus kweli kwenye avocado. Even though we know there are many other crops, but we needed to get results. Na kupata haya matokeo kwa ajili ya hizi exports, we needed to develop programs ambazo zina acceptable na zile nchi ambazo zimetufungia nini soko, kwamba sawa umefunga soko kwa sababu ya wadudu hawa na matatizo haya. So from now on utaratibu nchini uko hivi, and these are the tools that we make. Kwa tumetengeneza mifumo ya ICT, tumetengeneza mifumo ya surveillance. Kwa sababu ya corona na pandemic iliyopo, tumetengeneza mifumo ya kufanya audit huko bila wao kuja huku. Sawa? Kwa hiyo baada ya kufanya yote, tunafanya na vikao sasa vya mwisho. Kwa mfano South Africa we did, kabla ile tangazo halijatoka tulikuwa tumekaa nao kikao like 3-4 days ago, na tukafanya presentation ya mifumo ambayo tumeiestablish kwa kipindi hichi. Ile audit ilibadilika, it did not remain as an audit, iligeuka kuwa learning session. Maana baada hapo wakawa wanauliza mmefanyaje, tukajua ile soko watalifungua. Unaona why? It's because we deployed science and tuliamini kwamba sisi tunaweza kufanya kuliko hata wale wanaofanya kule ambao wanahisi sisi hatufanye watufungie. Turuke kidogo, tuwapige bao hatua moja ili ile audit ibadilike. Na ilikuwa bahati mbaya, yani makusudi, we intended to change the direction of the audit into a learning session. That's the only way we can gain trust from partners. If you set the bar low, they never open. Kwa sababu ile trust inakuwa haipo, waamini kama technical capacity hawa jamaa kuzuia hichi kitu kipo. They have to see and believe. So kuna baadhi ya wadau ambao walishiriki kwenye ile process ya kwanza ya kufungua masoko,
kwenye soko la South Africa na India. Wao wanafahamu sababu wao tayari wanaruhusiwa kuexport. It's not a blanket permission to just export. You have to enter into the program. And that is what ambayo tutaanza kupresent sasa hivi kwamba ya program how it looks like kwa faida ya wale ambao haifahamu. Na going forward, yes, wakulima wote nchini wanaweza wakapeleka parachichi South Africa, ila ni kupitia program ambayo nita present hapa.